Bwana Yesu apewe sifa. Ni asubuhi ingine jema ambaye ni siku kuu sana Mungu ameifanya, ameipanga. Tufurahie na tushangilie kwa sababu namba 10 inatangaza habari ya kufunguliwa. It is a rebirth day, a rebirth number. Na kwa hivyo Mungu ni mwaminifu sana. Hebu tuombe tuingie katika neno lake Bwana, kwa sababu Mungu anatupenda na upendo usio na kifani. Tuko hai kwa ajili yake. Baba Mungu, tunalimidi jina lako na kusema umwaminifu na umwema, na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe peke yako ndiwe Mungu. Ni asanti kwa neno lako lililo hai. Asanti. Naja kwako nikiwa chombo chako Bwana. Na wale wote Bwana wa majeshi wako pamoja nasi habari ya kusikiliza neno hili. Mungu, tunaomba umkate maana tayari umemegwa kwa ajili yetu. Bwana wa majeshi, tulishwe zote, hata mimi ninaongea. Na kwa hivyo I declare holy ground. Naweka pahali hapa tuko wakifu. Na kwa hivyo Bwana, ibada hii tunaiweka mikononi mwako. Mkabarikiwe nyote ambaye mnashiriki, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba, tuamini na tumefungua ibada hii rasmi in Jesus mighty name. Amen. Mungu ni mwema. Neno la Mungu ni dhahiri. Na ni Mungu alisema ni vizuri tuwe na utajiri wa neno lake. Ni kwa sababu wakati wowote unakaa hapa ulimwenguni, lazima uwe na kitu, na ni neno lake Mungu. Na neno ni Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu Kristo, uko na utajiri mkuu. Huyo ndiye aliyetolewa kwa ajili ya ulimwengu. Na huyo ndiye tunasogea mbele ya kiti cha neema na rehema na jina lake. Na tunafunguliwa milango, tunaitikwa na Baba wetu. Anatujibu na anatuona kupitia jina la mwanawe Yesu Kristo. Alilipeana jina la pekee, jina ambaye limepita majina ingine yote. Na kwa hivyo tuko na yeye, na tunasaidia katika kitabu cha Marko 10 kutoka hapo 17. Inasema hata alipokuwa akitoka kwenda jiani, jiani, mtu mmoja akaja bio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wasijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utotoni wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo, uwape masikini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakuja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akasema, kote. Yesu akatazama kote. Akawaambia wanafunzi wake jinsi itakayokuwa vigumu na kuwa na shinda kwa wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake Yesu. Wakajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyoshinda wenye
kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Na wakashangaa mno, wakamwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho, akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama ama baba na watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Lakini wengi waliokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Baba akabariki neno lake. Hapa ni mtu mmoja alimuona Yesu na alikuwa mtu wa kupendeka, na alikuwa na mali hapa ulimwenguni, na akauliza atafanya nini ili aweze kurithi ufalme. Na akaambiwa mambo yote, na lile limugusa sana ni aende akauze mali yake yote afuate Yesu bila kitu, na mali yake akiuza isaidie masikini. Na huyu mtu akarudi hakufuata Yesu, na Yesu inaonekana alimpenda. Hivyo ndivyo neno linasema. Alirudi akiwa amehuzunika sana kusikia atauza mali yake. Na hapa ndipo Bwana akaendelea akiongeleza wanafunzi wake. Kasema ni vigumu matajiri ushiriki ufalme wa mbinguni. Akaongea sana habari hiyo. Akina wanafunzi nao wakawa na shida. Ikiwa ni hivyo, ni nani atakayeweza ushiriki ule ufalme ama kuurithi? Kaambiwa kweli kwa mtu inaweza kuwa vigumu, lakini kwa Mungu hasha. Na kauliza kwa sababu waliacha mali yao akina Petro, wakaacha nyumba zao, wakaacha kila kitu ili wamfuate. Wakapewa hakikisho, hakuna aliyeacha vyake vyote, ambaye hata rithi ufalme wa mbinguni na hata mali hapa duniani, na nyumaye apewe ufalme wa mbinguni. Akaambiwa wale watakuwa mbele, nyumaye wataweza kuwa wa mwisho. Naongea haya mambo kwa ufupi, lakini umeyasikia. Mambo yote inawezekana kwa Mungu. Na Mungu hakuna wakati alikataa watu wawe matajiri. Ila Mungu tunayeamini ni Mungu aliye wa wivu. Anataka apewe nafasi ya kwanza. Na ni lazima ujikane. Na tumeagizwa ati mtu ataridhishwa, yule atajikana, ataridhishwa ufalme, ataridhishwa hata mali akiwa na mwili huu. Utatajirishwa, na ni mapenzi ya Mungu tutajirike. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:18 inasema, nitapatia watu wangu uwezo wa kutengeneza mali kama vile niliagiza baba zenu, na kama vile ilivyo leo. Kwa hivyo hakuna wakati umeambiwa usitafute mali ama usipate ama usitajirike. Mbinguni hatutahitaji manyumba makuu. Tayari kumeundwa kila kitu kwa ajili ya washindi, wale watakaoshinda.
Lakini hapa duniani Mungu anajua tunataka fedha, tunataka kila kitu, hata kukaa vizuri, na ni mapenzi yake. Hata hapa akijibu akina Petro, aliwaambiwa mutaridhishwa. Hakuna yote aliyeacha mambo yake ambaye hatalipwa. Uhai huu tulioko na uhai utakaokuja. Tukiwa dunia hii ni wakati wa kuchagua Mungu awe nambari moja katika maisha yako na katika maisha yangu. Mambo yote yatakwisha, lakini neno hili halitakwisha kamwe. Mapenzi ya Mungu ni tujikane, na hakuna kitu, hata utajiri utakaotuzuia kutafuta uso wa Mungu na kumpendeza na kufanya mapenzi yake. Maana katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33 nasema tutafuta ufalme wa Mungu kwanza. First priority is the kingdom of God. We seek it. Tutafuta huo ufalme wa mbinguni kwanza, na haki yake, the righteousness, na hayo mengine tutasidiziwa. Kwa hivyo Mungu anajua tunatakikana tuwe watu ambao wamepanuliwa. Na mwenye fedha na dhahabu ni nani? Ni Mungu Mwenyezi yote, na sisi ndiye warithi wake. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu watu wawe na mali, lakini kile utakuwa nacho kisikufunge, ikiwa ni mke ama mume ama watoto ama mali ile imekuzingira ama mamlaka yoyote, jambo lolote, hata shinda isikuzuie kumfuata Mungu na kumpatia nambari moja. Yeye ndiye Mungu, na mambo yote yatakwisha, lakini ufalme wa Mungu utaendelea. Miungu mingine itaharibiwa, itasahaulika. Wale wamedanganyika na wakachagua njia ingine, wale wamedanganyika na wakasema hebu niguse hiki na kile na ni unajisi, watakuwa na shinda. Lakini Mungu anatafuta wale ambaye ni wenye haki, wale wamekata kauli, wale wamejikana, ndiposa wamfuate. Yesu aliangalia huyo mtu akampenda, lakini huyo mtu wakati alisikia auze mali yake na ape masikini kile atauza, halafu aje amfuate. Maana ukiwa na Yesu uko na vyote. Hakujua hiyo siri. Utaijuaje? Utaijua wakati utakaokiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Akikaa ndani yako ni mshauri wa ajabu. Atakushauri njia utakaopitia, atakushauri na atakunenea, atakufunza. Ni mwalimu wa ajabu. Kupitia Roho Mtakatifu, giza ya ulimwengu haitakukumba kamwe. Aliyetuita ni mwaminifu na ni Baba aliye na ubaba wote. Anatupenda na upendo mwingi sana. Mtu akija kwake hakuna wakati atakayefukuzwa. Ndio wakati wa kuokolewa, na ni wakati wa kujua jambo moja: uwe na mali ama uwe huna, hii dunia inakuja kuangamia. Lakini ukichagua Mungu awe nambari moja, utakaa na amani hapa duniani, na utaenda nyumbani na amani, na huko ni milele na milele. Kwa hivyo tunaambiwa tuwe na mipaka, tulinde mipaka yetu, vile tutakaa na uhusiano wetu na Mungu ukiwa mzuri, kwa sababu Mungu ametuita akiwa na lengo zuri, na ni mwaminifu sana, na ni Baba aliye na ubaba wote, ako na ukamilifu wote. Usiogope kukaa na yeye daima. Yeye ni mwema. Kile ninataka ujue ni ati ni Mungu anayekuangalia kila wakati. Hawezi kutupatia macho na yeye awe hana. Hawezi kutupatia masikio na yeye awe hana. Na mkono wake ni wa ajabu, na ako tayari kuokoa wale walio tayari kuokolewa. Hapokonyani dhambi. Hapokonyani dhambi kamwe. Wewe ndiye utajipeleka. Ndiposa uwe mrithi wa ufalme ukiwa na mwili huu, na kile chochote unataka upate kupewa.
kwa sababu Mungu ni mwema. Na mbele ni nini? Ni kuwa na utajiri katika moyo wako. Uwe na utajiri na kujua siri za Mungu muumba wako. Ukiwa na urafiki na huyo Mungu mwenye enzi yote, una vyote, maana moyo wako utatajirika. Na hakuna jambo litakusubua, maana una kibirio. Huyu Mungu ni Baba aliye na ubaba wote. Kwa nini uogope? Na kwa hivyo ni vizuri uuze lolote ulilo nalo, unaona linakuzuia kuendelea mbele ama kumfuata Mungu na moyo wako wote na nia yako yote na roho yako na mali yako. Usiwekee Mungu mipaka, mwachie maisha yako atawale. Anakupenda na upendo usio na kifani. Alituumba akiwa na lengo nzuri, na mapenzi yake ni tumurudie tukiwa wote. Yeyote atakayemkiri Yesu Kristo awe Bwana, hakuna wakati atakayehaibika. Na ni neno la Mungu linasema hivyo. Aliyetuita ni mwaminifu. Mungu hakusaidiwa kukuumba, hakusaidiwa kuniumba. Uliumbwa na Mungu na ulikuwa katika mawazoni mwake. Tulikuwa katika mawazo yake hata mbele ya misingi ya dunia hii. Na wakati ulifika ndiposa tuzaliwe, tukaundwa ndani ya tumbo za mama zetu. Tukazaliwa na akawa na sisi ndani ya tumbo na wakati tulizaliwa. Na anaendelea na sisi hata wakati kama huu. Ni nini itakayozuilia maisha yako ama we mwenyewe ama moyo wako kumfuata Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye njia na kweli na uzima? Yeye ni mwaminifu. Na watu wale wanaomcha Mungu hawako peke yao kamwe. Kuna msaidizi. Kila wakati utasikia sauti inakwambia ufuate njia, maana hukuwagi peke yako. Kuna jambo linaitwa uwepo wa Mungu, the presence of our Maker. Na inakuaga kila wakati kwa wale wanaohitaji na wale wanaomcha Mungu. Usiku na mchana Mungu halali, hasinzii na tena hasikwi na usingizi. Kila wakati yako wazi. Naye mwenyewe na mimi tunatakiwa tule na tuwe na amani, tulale na kukose wa kutuogovia. Na hivyo ndivyo mapenzi yake. Na anasema anaona watu wanaamuka asubuhi sana, wanaenda wanafanya kazi ngumu, chakula wanakula cha uchovu na shida nyingi, lakini walio wake anawapa usingizi wa amani. Maana ukimtegemea hata uwe unaamuka mapema, na ni vizuri kuamuka mapema, ni vizuri kufanya kazi, ni vizuri kukula hata hiyo jasho yako. Lakini wengine ni kwa taabu nyingi, hawana furaha wakiamuka, wanafanya kazi wakiteta, hawatosheki kamwe. Na wanakula chakula hicho kwa huzuni nyingi. Katika Zaburi 127 verse 1-2 inaongea mambo. Na ukienda verse 3 inakwambia habari hiyo ya kulala na uchovu mwingi. Uliamuka early in the morning, unafanya kazi ya uchovu mwingi sana, unakula chakula kama unateta, unakula kama moyo wako umeinama. Lakini wale wanategemeza maisha yao kwa Mungu, wanapewa usingizi na Mungu, usingizi wa amani. Achilia Mungu kila kitu. Katika hiyo Zaburi inasema isipokuwa Mungu wajenge nyumba, wajenzi wafanya kazi bure. Isipokuwa Mungu alinde mji, wale wanalinda wanakesha bure. Na kwa hivyo haya mambo yote inatuonyesha, acha mizigo yako yote kwa Mungu, akupatie pumziko. Katika Matthew 11:28 akupatie pumziko. Iposa vile watu wa dunia wanahangaika, wewe uwe huhangaiki. Unategemeo na una pahali ambapo unapeleka mizigo yako. Kila wakati atuita Bwana, anatuita iposa tuachilie mizigo yetu yote kwake na tusiogope. Hata wewe unaogopa, pengine ujuani na Bwana Mungu. Wakati umefika, na hizi nyakati vile unaona zinaendelea, sikuweki hofu,
lakini ni vizuri kuwa na msimamo. Yesu Kristo, umukiri, jina linaoshinda majina yote likulinde. Jina hilo liwe silaha yako. Jina hilo liweze kuwa kimbilio lako kila daima dawamu. Na hilo jina ambalo limepita majina yote, ndio tu unaweza kuingia nalo kwa Baba kwa ajili ya kusudi lolote ulionalo, na uingie kwa ujasiri katika hicho kiti cha neema na rehema, kwa sababu ukiwa na Yesu mshauri wa ajabu, utaweza kupata mambo mema na kujua siri nyingi. Na Mungu ni mwaminifu, anatupenda na upendo usio na kifani. Sijui kama unajua jambo lolote Mungu amenena na kinywa chake. Hakuna lolote litakaomrudia bure bila kutenda kile ameagiza lifanye. Na kwa hivyo ndiye anatuita, njooni kwangu nyinyi ambaye mmebeba mizigo mizito, leteni kwangu nitawapumzisha. Wachaneni na nira za ulimwengu, ni nzito kuliko, lakini mkibeba nira yangu ni nyepesi hata mzigo wangu. Na kwa hivyo Bwana anatuita tupate pumziko kwake. Enda kwa Mungu, enda kwa Yesu Kristo, umkiri awe Bwana na Mwokozi, iposa utunikiwe habari njema. Bwana anatupenda na upendo usio na kifani. Anatujali kila daima. Yeye ni mwema na ni kimbilio letu. Yeye ni jawabu katika maisha yetu. Siku ya leo fikiria na uone miaka inaenda, na usiwe na hofu hata ikiwa milima ikoje. Siku ya leo mrudie Mungu wako. Kuna watu ambaye wameokoka lakini wanakaa na hofu. Imani yao imegawanywa kwa sababu ya shida na mambo mengi. Wengine imani yao imegawanywa kwa sababu wanaangalia mali, wanashindwa mwenye mali ni nani, na kupitia hapa shetani anapata mwanya. Halafu ukiangalia mali yako unaona utaki kuiacha, ufuati Mungu kwa ukamilifu, ampea kipande nusu. Huwezi kumpatia moyo wako wote kwa sababu ya hofu ya ulimwengu huu. Hofu na mashaka sitazuia watu wengi kushiriki ufalme. Bwana anataka tuenende mbele ya kiti hicho chake cha rehema na neema. Katika Hebrews 4 mstari wa 16, songeni kwa ujasiri kwenye kiti hichi cha neema na rehema, posa mpate kuwa na neema ya kutosha. Kwa sababu hapa ulimwenguni muna dhiki, lakini Yesu Kristo ameshinda ulimwengu na mambo yake yote. Kwa nini uogope? Imerudiwa katika Biblia, usiogope, usifadhaike na usiwe na hofu. Mara 365 imerudiwa mwaka mzima. Usiogope, usifadhaike, usiwe na hofu, usiwe na shida. Chagua Mungu awe nambari moja katika maisha yako. Atakuwezesha kushinda ulimwengu na mambo yake yote. Na hakuna wakati utakaa kama yatima. Hata ikiwa huna baba wa mwili ama mama wa mwili, hata ikiwa una shida za aina gani, ukipatia Mungu nafasi ya kwanza, utaona kile kitatokea. Na tena neno la Mungu litakutosha. Huyu mtu ni kweli alipenda Mungu. Na hata Yesu Kristo inasemekana alimuona akampenda, akawekewa hiyo mtihani na hakuhitimu. Alikaa kama uso wake umeghadhabika, hakuweza kufuata Yesu. Lakini Bwana akawa na nafasi ya kuwafunza wanafunzi na wakashindwa. Ikiwa mtu akiwa na mali hatarithi, na sisi tuliacha mali yetu na mambo yetu yote, itakuwaje? Akaambiwa ni kweli, unaweza kuona pengine haiwezekani, na ni kweli kwa mwanadamu haiwezekani, ila tu kwa Mungu inawezekana. Maana mtalipwa katika uhai huu, yes, na katika uhai ufalme utakaokuja. Ni vizuri kujua hiyo. Ni vizuri mjue ati hivyo ndivyo ilivyo. Tukiwa hapa ulimwenguni, haibu si sehemu yetu.
tutarithi, tutatajirika, lakini mioyo Mungu anaililia, maana kile utarithi cha roho yako kwa ajili ya kesho yako katika ufalme ujao hakitaondolewa na yoyote, na kitakuwa ufunguo wa kukuingiza kule ambako tumeitwa. Na katika falme hizi mbili ni za milele na milele. Na utachagua ukiwa na mwili. Utachagua ufalme wa mbinguni ukiwa na mwili. Utachagua ufalme wa giza ukiwa na mwili. Ndugu yangu, dada yangu, geuka sasa. Hata ikiwa umeokoka, wewe mwenyewe unajijua na unajua vyema mumefikiana wapi na Mungu. Kwa sababu kuna mambo unasikia na mengine unasema, God can understand. Mungu anaelewa, mimi nitapitia hapa na nitafanya hiki. Na kuomba ndugu yangu, dada yangu, na waomba wale wanaosikiliza hii habari, jikane tu, wachana na ulimwengu. Uko katika ulimwengu, lakini Mungu hataki tukae kama ulimwengu. Tuko ndani ya ulimwengu, una mambo mengi. Na Yesu aliona, ninarudiaga kila Sunday I think, katika John 16:33. Anasema hapa duniani muna dhiki, lakini kuweni na amani, mimi nimeshinda ulimwengu. Kwa nini tusiingie kwa Yesu na ukamilifu wote, na tuseme tumejikana sasa. Tumejikana. We surrender. Enda kwa Mungu we binafsi. I surrender all unto you, God. Mambo yote nimesarenda. Nataka uwe ndani yangu. Kiwa Emmanuel, God with us. Mungu pamoja nasi. Uniongoze. Siwezi. Mwili una upinzani mwingi. Unafanya mtu aingie katika mambo mengi. Lakini wakati uko na huyo Emmanuel, utawekewa mipaka na utafundishwa vile utakaa dunia hii ukiwa umejikana. Majaribu ikija utakuwa unatambua sauti ya muovu shetani na sauti ya mchungaji mwema. Hebu na tuombe. Ningeuliza wale wangetaka kuokoka wakapata kuomba ombi hili nyuma yangu, maana wakati umefika wa tamati. Na Bwana apate kuwabariki sana. Ninajua aliyetuita ni mwaminifu. Steta yangu Bishop Agnes Mbogo. Na kwa hivyo Mungu apate kuwabariki katika kanisa la New Hope Fishery Ministries. Na ni mengi, lakini Mother Church iko Kahawa West. Mungu apate kuwabariki sana. Wale wanataka kuokoka, semeni nyuma yangu, Bwana Yesu, naja kwako. Najua ulinifilia msalabani. Nataka kuokoka. Niwezeshe sasa. Nioshe na damu yako. Naamini na nimeokoka. Amen. Hebu tufunge ibada. Baba Mungu, katika jina kula Yesu Kristo, unaona wanaume hawa na wanawake hawa na vijana hawa na watoto hawa ambayo wanasikiliza sauti hii, wengine wakishuhudia Bwana. Na Mungu wa miungu, ninaombea uwema na fadhili sibuatane nao, waandamane na wema na fadhili maishani mwao mote. Wamekupatia nafasi hii. Hebu Bwana, wakienda kutafakari, uwaongoze Bwana wa majeshi. Nami naomba Bwana wa majeshi, hata mimi nitafakari lile neno na linisaidia hata mimi Bwana. Ni kwa sababu mwema na mwaminifu. Nisikose lishe lile neno. Mungu wangu, ungetaka kila daima dawamu niwe nikiliachilia. Ninaomba nikijua mwaminifu. Kumbuka nchi yetu ya Kenya. Kumbuka kiongozi wa nchi hii. Kumbuka kanisa lako Yesu. Kumbuka jamii. Tunakataa mipango yote ya shetani. Na tunaomba Bwana unayeona sirini, ukapate kutuponya, maana imeagizwa. Wewe ndiye shina ya rehema. Wewe ndiye shina ya rehema. In the time of wrath, remember mercy, God of hosts. Tulifanya utoe mwanao wa pekee, sisi kama wanadamu. Na wakati huu Bwana tukumbuke, ni sisi tu tulifanya. Uende hiyo gharama yote. Na Yesu Kristo akaadhibiwa kwa ajili yetu. Kwa hivyo tunaomba siku ya leo utukumbuke na utuondolee janga hili na janga zingine zinaweza kuwa zimepangwa. Tunajua ni sisi ambaye tumekosa. Ni sisi tumekosa mwelekeo. Hasa kanisa, Bwana tuhurumie. Tuwezeshe na kuongea hili jambo bila kuficha mapenzi yako ni nini.
Ninaomba nikijua uko upande wetu na hakuna kutudhuru, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tuomba na tuwashukuru. Amen. May God bless you, my friend.